Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kubadilishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameongoza kikao cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi kilichofanyika jijini Dodoma. Ilikuwa ni siku ya jana tarehe 7 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Kuna maazimio kadhaa ambayo Chama cha Mapinduzi wameweza kuyatoa, lakini ni mambo makubwa matano. Katika mambo hayo matano wameipongeza tume ya Jaji Chande ambayo kwa namna moja ama nyingine ilikuwa ikichunguza vurugu za Oktoba 29, lakini pia wamefanya tathmini ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka jana, ambapo tulishuhudia maandamano makubwa yakitokea Tanzania, lakini pia vijana wa Kitanzania wakiuawa, na kutokana na ripoti ya uchunguzi ni Watanzania 518 ambao waliuawa kutokana na vurugu hizo. Kwa kina zaidi kilichoandikwa hapa kwenye taarifa hii tutakipitia hapa, lakini pia kama ilivyo kwenye kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, tuliona pia wakifanya uchambuzi kwa kina zaidi kuhusu ripoti ya uchunguzi ya Jaji Chande. Lakini pia kwa upande wa chama cha Chauma, nao pia kamati kuu wametoa maazimio kama walivyofanya Chadema, wakigusia na kuchambua ripoti ya Jaji Chande pamoja na kutoa mapendekezo kwa kina zaidi. CCM tutajua pia nao wamejadili kitu gani. Taarifa kwa umma. Leo Alhamisi tarehe 7 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, halmashauri kuu ya CCM Taifa HKT imefanya kikao chake cha kawaida jijini Dodoma chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pamoja na mambo mengine, halmashauri kuu ilifanya tathmini ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na kujadili hali ya kisiasa nchini. Katika kikao hicho, halmashauri kuu ya CCM ya Taifa imejadili mambo yafuatayo. 1. Imemshukuru na kumpongeza mwenyekiti wa CCM na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuunda tume ya rais ya kuchunguza matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025. Hiki ndicho kitu cha kwanza ambacho kilifanyika katika kikao hicho. Halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ikampongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuunda tume ambayo iliongozwa na Jaji mkuu mstaafu Chande ya kuchunguza matukio yaliyotokea Tanzania wakati, yani tarehe 29 na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025. Kwa hiyo wamempongeza hapa mwenyekiti wa CCM Taifa. Namba 2, halmashauri kuu ya CCM Taifa imeipongeza tume ya uchunguzi ambayo iliongozwa na Jaji mkuu mstaafu Mohamed Chande Osman kwa kufanya kazi yake kwa weledi, uadilifu na kwa kuzingatia misingi ya sheria za nchi na za kimataifa. Hii ni jambo la pili. Halmashauri kuu ya CCM ya Taifa imeipongeza tume ya uchunguzi ya Jaji Chande. Namba 3, halmashauri kuu ya CCM ya Taifa imepongeza serikali kwa hatua zilizoanza na zitakazoendelea kuchukuliwa katika kutekeleza mapendekezo yote yaliyotolewa na tume hiyo. Kwa hiyo kwa pointi hii ya 3 ni kwamba serikali tayari imeshaanza kuyafanyia kazi mapendekezo ambayo yalitolewa na tume hiyo. Hapo anasema kwamba halmashauri kuu ya CCM ya Taifa imeipongeza serikali kwa hatua zilizoanza. Kwa hiyo tayari kuna mwanzo wa kuyafanyia kazi mapendekezo yaliyotokana na tume hiyo. Namba 4, kwa kauli moja imevipongeza vyombo vya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa ya kulinda nchi na kuhakikisha hali ya amani na utulivu inarejea haraka katika maeneo yote ya nchi yetu mara baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Halmashauri kuu hapa ya CCM ya Taifa
imevipongeza vyombo vya ulinzi na usalama kwa pamoja kwa kazi kubwa ambayo vilifanya kuhakikisha kwamba amani inalindwa Tanzania na amani na utulivu unarejea haraka katika maeneo yote ya nchi ya Tanzania mara tu baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tukiangalia hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kipindi akizungumza na wazee kule jijini Dar es Salaam, alizungumzia namna ambavyo vyombo vya ulinzi na usalama vya Tanzania vilitumia nguvu kubwa kutuliza vurugu na aliyaita mapinduzi, kwamba vijana walioandamana walikuwa wakitaka kufanya mapinduzi. Akasema kwamba nguvu iliyotumika ilikuwa inaendana na ukubwa wa tukio ambalo lilikuwa linafanyika Tanzania. Akavipongeza pia vyombo vya ulinzi na usalama, lakini pia halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa wanavipongeza pia vyombo vya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa ya kulinda nchi na kuhakikisha hali ya amani na utulivu inarejea haraka katika maeneo yote ya nchi yetu ya Tanzania. Ukiangalia pia katika ripoti ya Jaji Chande haijatajwa wahusika wa mauaji ya Oktoba mwaka jana ni kina nani, jambo ambalo tumeona limeibua hisia tofauti kwa Watanzania mbalimbali, viongozi, wanasiasa wakikosoa tume hiyo kwa kushindwa kuwataja wahusika moja kwa moja wa mauaji. Lakini tunafahamu kwamba vyombo vya ulinzi na usalama ndivyo ambavyo vilikuwa nje wakati taarifa ya kwamba watu wote kuanzia saa 12 jioni wakae ndani. Vyombo vya ulinzi na usalama ndivyo vilivyokuwa nje na ndivyo vilivyotekeleza mauaji kwa Watanzania, lakini tume imekataa kabisa kuwataja, wakati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alisema kwamba nguvu iliyotumika iliendana na tukio ambalo lilikuwa linafanyika. Kwa hiyo alithibitisha kwamba ni vyombo vya ulinzi na usalama vilivyotekeleza mambo hayo. Jambo la tano ambalo halmashauri kuu ya CCM ya Taifa wamelizungumza ni kuunga mkono pendekezo la kamati kuu kutoka katika kikao chake cha tarehe 28 na tarehe 29 ya mwezi wa 4 mwaka 2026 la kufanya tathmini ya kina ya Chama cha Mapinduzi kwa lengo la kukiimarisha, kuchukua hatua thabiti na kukiboresha kimuundo, kiutendaji na kiuchumi. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Imesainiwa na Kenani Laban Kihongozi, katibu wa halmashauri kuu ya CCM, katibu wa halmashauri kuu ya Taifa NEC, itikadi, uenezi na mafunzo. Hiki ndicho ambacho kimeandikwa hapa katika taarifa hii kwa umma. Kikao cha halmashauri kuu ya CCM ya Taifa wakipongeza tume ya Jaji Chande, lakini pia wakimpongeza Mheshimiwa Rais kwa kuunda tume hiyo. Lakini pia katika mambo makubwa matano ambayo waliyajadili na kuyazungumza, wakaipongeza serikali kwa hatua ambazo imeanza kuzichukua kufuatia mapendekezo ya tume hiyo, lakini pia kuvipongeza vyombo vya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa ya kulinda amani baada ya uchaguzi ambayo waliifanya. Imepitia hapa baadhi ya comment pia za Watanzania. Huyu wa kwanza anasema kwamba zingatieni neno tunavipongeza vyombo vya ulinzi. Mwingine anasema kwamba Tanzania iko mikono salama chini ya Chama cha Mapinduzi. Mwingine anasema kwamba hili taifa linahitaji tiba, watu wanasifiana kwa kutekeleza mauaji. Mwingine anasema kwamba hongera sana viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi kwa kazi nzuri mnayoifanya. Lakini pia mwingine anasema kwamba hivi, nikitoa maoni yangu kwa kukosoa hii taarifa kwa umma nitakuwa nimevunja sheria. Lakini pia mwingine anasema kwamba CCM kazini, kazi na utu, tunasonga mbele. Mwingine anasema kwamba vipi kuhusu katibu mkuu wetu Dr. Msomi Asha Rose Megilo. Lakini pia mwingine anasema kwamba mbona kila kitu kwenye press ni chama kilipongeza pekee, hakuna maazimio effective from the meeting, mlikutana kupongezana tu. Mwingine anasema kwamba kazi na utu, tunasonga mbele. Lakini pia mwingine anasema kwamba taifa letu lina madokta wengi tukiongozwa na dokta wetu shababi mwenye elimu mbalimbali, lakini ndio taifa linaloumwa hatari. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Ni wengi wametoa maoni yao hapa, lakini pia kama Mtanzania tuliache kwako kwa hiki ambacho halmashauri kuu ya CCM Taifa waliketi wakiongozwa katika kikao hicho na mwenyekiti wa
Chama cha Mapinduzi Taifa, Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia rais wa Zanzibar alikuwepo pamoja na viongozi wengine katika kamati kuu ya halmashauri ya CCM Taifa. Tuchie maoni yako na endelea pia kutufuatilia hapa kwa taarifa mbalimbali.